So let's go to the word. Tuingie katika neno la Mungu. What I want to speak, Jesus. Kila ambacho nataka nikizungumza kwa siku leo, nataka nizungumze kuhusu kurudishiwa identity ni nini? Tambulisho. Kurudishiwa jina lako, kurudishiwa restoration of your identity. Hiyo ndio best ambayo nataka kuzungumzia, kurudishiwa na ile nafasi yako, jina lako, tuseme jina lako, kurudishiwa wewe ni nani katika maisha yako. Amen. Kitabu cha Warumi tunafahamu, na I picked this up, na nimechukulia hii kutokana na pale ambapo mtanisamea nitakuwa nachanganya Kizungu na Kiswahili ili nisi sawa tutakutana huko mbele ya safari. Kitabu cha Warumi 3:23 inasema wote wametenda dhambi wakapungukiwa na nini? Na utukufu wa Mungu. Sawa. Na we find that tunaona kwamba kuanzia anguko la mwanadamu, from the day mwanadamu alipoanguka, before mwanadamu aanguke dhambini, mwanadamu alikuwa anatembea kwa mafunuo ya Mungu. Okay? Mwanadamu alikuwa anatembea kwa mafunuo ya Mungu. Mafunuo, kutembea, walking in the revelation, kutembea kwa mafunuo ya Mungu hauhitaji shule. Sawa? Mafunuo ya Mungu hayahitaji shule, yanahitaji relationship, uhusiano, ushirikiano. Sawa? Ndio maana Mungu alikuwa anakutana na Adamu kila siku jioni, they had a relationship. So before the fall, mwanadamu alikuwa anatembea na Mungu, na alikuwa ana operate vitu vya Mungu katika revelation. Ina maana kwamba yani hajaona microphone kuanzia hajawahi kuona microphone, lakini imekuja tu mbele zake hivi, anajua hii ni microphone, na ukibonyeza inafanya hivi na hivi na hivi. Ile knowledge, ile kujua kuko ndani mwake, kufahamisha ufahamu wake kwamba hiki ni nini. Umeelewa? Ndivyo mwanadamu alivyoumbwa. Lakini ndio maana wanyama walipokuja, nisikilize. Jesus. Unajua Biblia inasema mwanadamu akaletewa nyama wote akawapatia majina, na kila jina alilolipatia kwa Mungu ikawa ni sawa. Haikuwa sawa kwa sababu mwanadamu amesema ndio kwa hivyo. Ni kabla mwanadamu hajaumbwa, Mungu alijua kutakuwa na mnyama anaitwa ndovu. Unampata mpaka hapo? Mungu alijua kwamba nitaomba mnyama ataitwa ndovu, nitaomba mnyama ataitwa simba, nitaomba mnyama ataitwa chui. Alijua hiyo. Kwa sababu Mungu yeye hakuna linalomshtukizia geni. Right? So, when mwanadamu alipoletewa nyama, kila tunapokuja mbele zake, ule ufahamu wa kiungu ndani yake, unaelewa? Unatenda kazi. Una synchronize, unaenda sambamba na Mungu. Ufahamu wa mwanadamu uko sambamba na ufahamu wa Mungu. Sasa kana atoa yale maneno na akitoa ni sawa kwa Mungu, ni sawa kwa Mungu, ni sawa kwa Mungu. Sio kwamba ni sawa wanadamu alisema, bali ni sawa kwa sababu ndivyo ilivyo. Okay, lakini baada ya anguko, sawa, mwanadamu akatoka kuishi katika ule mafunuo, kuishi katika mafunuo, anaishi katika fahamu, katika knowledge, katika kufikiri, kupanga na kuweka vitu sawa. Umeelewa mpaka? Sasa hiyo inahitaji shule, inahitaji kuongeza knowledge na vitu kama hivi. Sasa Biblia inasema hivi, watu wametenda dhambi wakapungukiwa na utukufu. Sasa kupungukiwa na utukufu ndo hapo sasa mambo ya mwanadamu yako synchronize kama ilivyokuwa mwanzoni kabla ya anguko. Unaelewa mpaka hapo? Okay. Hiyo ni introduction tu. Sasa kurudishiwa identity yetu. Yesu ama kurudishiwa ile mwanadamu kwa sura yake na mfano wake. That's the kitambulisho. Kurudishiwa kitambulisho chetu ili kujitambua wewe ni nani.
kurudisha hicho kitambulisho chetu na kujifahamu sisi tumeomba kwa ule mfano wa Mungu na katika ile sura ya Mungu, na tuko kama vile Mungu alivyotuumba. Yesu ilimlazimu aje akafa msalabani, tunafahamu yaliyotokea. Sasa nataka nichukue mahali ambapo baada ya Yesu ameshafufuka na mahali ambapo sasa sisi tupo na Yesu ameturudisha wapi. Na hili nilinijia baada, kuna ndugu mmoja aliuliza swali akasema, sasa kama Yesu ni mtoto wa Mungu na sisi ni watoto wa Mungu, si unakumbuka ile swali la juzi, sio kwa nani? So nilikaa nikatafakari nikasema this is a very interesting question, na ndio nimekuja na hili somo kwa misingi hiyo. Sasa tuje pale ambapo sasa Yesu ameshafufuka, ameshatenda kazi msalabani, yuko na Martha pale kwenye kaburi. Unaona? Nakumbuka Martha akataka kwenda kumkumbatia Yesu, akamwambia usinishike, usiniguse. Bado sijaenda kwa babangu. Sawa? Unaona? Sasa nalo somo lingine zito sana. Maana kwa nini alikataa simguse? Kwa sababu sijaenda kwa babangu. Kuna kusudi gani hapa? Hayo tusiingie huko. Lakini nataka tupitie tuanze hapa. Sasa kitabu cha Yohana mlango ule wa 20 mstari wa 17 Biblia inasema hivi. Jesus said to her, "Do not cling to me, for I have not ascended to my Father, but go to my brethren and say to them, I am ascending to my Father and your Father, and to my God and your God." Usini cling, usije ukanihaga, usije ukanigusa, kwa sababu sijaenda bado kwa babangu, lakini nenda kwa ndugu zangu. Anazungumzia kuswali wanafunzi wengine. Nenda kwa ndugu zangu, ukawaambie ninaenda kwa baba yangu ambaye ni baba yao, ninaenda kwa Mungu wangu ambaye ni Mungu wao. Sasa kuna kitu hapa Yesu akoko anakiintroduce katika ulimwengu wa roho, nafasi ya mwanadamu. Mwanadamu ni kama nani? Akijijulisha kwamba DNA ambayo nilioko nayo mimi, DNA ya kiroho ambayo mimi nilioko nayo, ndio nyinyi mko nayo katika ulimwengu wa roho. Na hii DNA ndio hiyo ambayo inanifanya mimi namuita Mungu Baba na Mungu wangu. Na hiyo DNA ndio inawawezesha nyinyi kumuita Mungu Baba na ni Mungu wenu. Kwa hiyo nenda kwa ndugu zangu ukawaambie ninaenda, nasema nenda kwa ndugu zangu ukawaambie, akawaita ndugu. Nenda kwa ndugu zangu ukawaambie ninaenda kwa baba. Naona mara nyingi ukiangalia maandiko, ukisoma kitabu cha maandiko muda wote Yesu akoko akifundisha, akiongea na wanafunzi wake, maraambia mimi nawaita nyinyi, siwaiti nyinyi watumwa bali nawaita marafiki. Kwa sababu boss tajiri azitoe siri zake kwa mfanyaji kazi. Naona najaribu kutafsiri ndiko Kiswahili. Tajiri azitoe siri zake kwa mfanyaji kazi, bali mimi nimeelezea kila kitu, kwa hiyo sasa nyinyi marafiki zangu. Kitabu cha Yohana, sawa? So lakini hapa sasa ameondoa level ya urafiki, akaingiza level ya brotherhood, kwamba nyinyi ni ndugu. Unaona? Kwamba nimeshawarudisha katika nafasi ambayo mliokuwepo. So ninaenda kwa baba yangu ambaye ni baba yenu, kwa ndugu yangu, kwa Mungu wangu ambaye ni Mungu wenu. Unaona? Na Mungu, kitu gani ambacho kinamsababisha mwanadamu kufanyika usawa na Yesu katika ulimwengu? Kuna mahali na I believe you'll understand me, na mimi utanielewa, japokuwa na struggle kuyaongea katika lugha yetu ya taifa, lakini na mimi utanielewa. Kitu gani ambacho kimemsababisha mwanadamu kuingia katika ile level ya kumuita Mungu Baba, ambao Waislamu hawaiti hivyo na dini zingine
azimwiti Mungu Baba. Lakini kitu gani ambacho kinakufanya wewe unapiga magoti na unalia baba baba, ama unamuita Mungu unamuita Yesu kaka, ama unamuita Yesu baba? Kitu gani ambacho kimekuingiza katika hicho ambayo spiritual DNA ndo nataka niizungumzie sasa, ambapo sasa hiyo ndo kitambulisho chako, ambapo ukishaifahamu hiyo nafasi utafanya yale ambayo Mungu amekusudia ndani ya maisha yako katika kiwango kingine cha tofauti. Now, okay. Kitabu hicho cha Yohana mstari wa tumesoma mstari kitabu cha Yohana 20 mstari ule wa 22, Biblia inasema hivi: Yesu akawapulizia pumzi. Unaona? Akawapulizia pumzi wanafunzi wake. Akawaambia nini? Pokeeni Roho Mtakatifu. Sawa? Akawapulizia pumzi. Akawaambia pokeeni Roho Mtakatifu. Tendo hili ni tendo lilifanyika wakati wa maumbile ya mwanadamu. Mwanadamu alipokuwa anaumbwa na Mungu. No. Kitabu cha Mwanzo, Biblia inasema katika kitabu cha Mwanzo mlango ule wa pili, kitabu cha Mwanzo mlango wa pili, mlango wa kwanza mstari wa 26. Mungu akasema basi tumuumbe, Mungu akasema tumuumbe mwanadamu kwa mfano wetu na kwa umbile letu, akawa na mamlaka juu ya samaki wa baharini, ndege wa angani na wanyama wote wanaotembea nchini. No. Mstari wa 27, Mungu akamuumba mwanadamu kwa mfano wake na kwa sura yake mwenyewe, akamuumba mwanamume na mwanamke. No. Mungu akawaumba. Kwanza alitamka, alipomaliza kutamka akafanya nini? Akawaumba mwanadamu kwa sura yake mwenyewe na kwa mfano wake mwenyewe, ili mwanadamu awe na mamlaka ya kutawala vitu vyote hapa duniani. Unaona? Na mamlaka yalitokana wapi? Mamlaka yalitokana kwa sababu Mungu alitamka ile nafasi mwanadamu atakayokuwa nao ni nafasi ya sura yake na image yake. Naona. So, lakini nataka tuangalie mstari ule wa mlango ule wa kitabu cha Mwanzo, mlango ule wa pili, mstari ule wa 7. Inasema hivi: Mungu akamtengeneza mwanadamu kutoka kwa mavumbi, akamtengeneza kutoka kwa mavumbi, akafanya nini? Akampulizia puani pumzi ya uhai, na mwanadamu akafanyika kwa nini? Nafsi hai. Imagine, alimtengeneza, alipomtengeneza amelala tu hapo. Sasa amelala chini. Alipokuwa amelala hapo chini kulikuwa oxygen silikuwa ipo. Lakini mwanadamu akawa bado yuko hai. Naona? Na oxygen ipo. Lakini Mungu akampulizia pumzi yake ya uhai. Alipopulizia ile pumzi ya uhai, mwanadamu akawa nafsi hai. Haimaanishi kwamba ile pumzi ni oxygen. Naona? Sio oxygen. Ni Mungu aliutoa usehemu wake wa kiungu. Mungu alitoa sehemu yake ya kiungu. Kitu kinachomfanya Mungu kuwa Mungu. Kitu kinachomfanya Mungu kuwa Mungu akakigawa kwa mwanadamu. Ndio mwanadamu akawa nafsi hai. Sasa mwanadamu alipoasi, Yesu ndio maana kabla hajaasi, ndio maana alikuwa anasema ana synchronize, anawaza kama Mungu, anafanya vitu kama Mungu. Alipotenda dhambi akaasi, akapungukiwa na ile hali. Alipopungukiwa na ile hali, akaingia katika kuwaza, kusumbuka na nini na nini. Yesu ndio kaja pale, Yesu akaturudisha. Yesu alipoturudisha pale mahali, akawapulizia pumzi ya uhai wanafunzi wake, kuwarudisha katika nafasi ile ambayo mwanadamu alikuwa ameumbwa nayo.
ile pumzi alipo nitakuja kuelezea pumzi ni kitu gani. Alipowapulizia ile pumzi wai, mwanadamu akafanyika kuwa nini? Mwanadamu japokuwa walikuwa wanatembea na walikuwa wako pamoja na Yesu, lakini mpaka walipopata ile pumzi ya uhai, waliingia katika nafasi ambayo walikuwa hawajawahi kuwa nayo kuanzia hapo mwanzoni. Japo waliondoa mapepo, japo walifanya miujiza, japo walikwenda wakatenda vitu vingi sana, lakini walipopuliziwa ile pumzi, wakaingia katika nafasi ya utofauti, nafasi ya kumjua Yesu kama kaka, nafasi ya kumjua Mungu kama baba, nafasi ya ushirikiano, ya relationship pamoja na Mungu. Sasa sio kutenda kazi katika nafasi ya mamlaka na nguvu, bali unatenda kazi katika nafasi ya ownership, ule uungu ulioko ndani mwako. Ni tofauti ni kukabidhi wewe, hauna mamlaka, ni kukabidhi mamlaka ukanifanyia kazi kwa niaba yangu. Ni tofauti wewe kufanya hiyo kazi kwa mamlaka hayo, na ni tofauti kufanya hiyo kazi kama ni yako mwenyewe, una mamlaka nayo wewe ndo una uamuzi wa mwisho. Umenielewa mpaka hapo? Kwa hiyo kabla hawajafanyiziwa hivyo wanafunzi, japokuwa walitoa pepo, japokuwa walifanya miujiza, japokuwa hata Petro alitembea kidogo juu ya maji, japokuwa kuna vitu walifanya wakagawa mikate na nini, walifanya vile vitu, japokuwa there were some things which they have done, but they didn't, hawakuvifanya katika position ya sonship. Ndio ninaingia sasa. Hawakuzifanya zile kazi katika nafasi ya uwana, walizifanya zile kazi katika nafasi ya impartation. Walikuwa imparted, walipawa nguvu na mamlaka. Yesu alisema anapatia nguvu na mamlaka kukanyaga siji nini na nini, nyoka na nini. Walifanya ni nguvu kwa sababu they were given hiyo walipokuwa wametumwa wawili kwa sababu were delegated the power. Lakini this time around, what they were supposed to go out, walikuwa wanatakikana waende sasa kama wana. Umeelewa? Kama wana, ambapo sasa they were supposed to operate in the right of the identity. Wafanye kazi katika ile nafasi ya identity. Wao ni kina nani? Na sasa unapoingia katika nafasi ya kufanya kazi kama mwana, au inakuingiza katika ofisi, inakuingiza katika position ambayo synchronization ya mawazo yako yameingia katika kifamilia ya pale nyumbani. Kuna mambo mengine hautauliza, unajua lazima hichi kitu kikae hivi, kikae pale kwa sababu wewe ni mwana nyumbani na you understand the policy. Unazifahamu vitu vya nyumbani vinavyofanya kazi. So wakawa restored, they were restored in that knowledge of sonship, na kufahamu kazi zinatakikana zifanyike vipi ndani ya nyumba. Ndio Yesu akaambia nini? Sasa kwa sababu nimewapatia right wa kuwapatia Roho Mtakatifu, subirini sasa mpaka mtakapokuwa endorsed. Ndio sasa mtatoka, mtakwenda kufanya kazi. So ile restoration, it was the restoration ya identity. Na sio kwamba ni restoration ya identity kwamba walikuwa hawana, hapana. Ni fahamu zilifunguliwa. Fahamu zilifunguliwa wao kujitambua wao ni nani. Hebu ngoja nikuonyeshe andiko moja. Nenda kitabu kile cha Luka. Luke 24. Luka 24. Hii hapa Luka 24 ni pale tu, ni sawa na pale tuliposoma Yohana wakati Yesu alipowapulizia pumzi. Ni sawa tu na hapa ndio linaendelea hapa. Naomba mtasome 24:45. Kiswahili inasemaje? Luka 24 mstari wa 45. Ndipo akawafungulia akili zao wapate kuelewa na maandiko. Unaona? So wakafunguliwa akili zao wapate kuyaelewa maandiko. Sio kwamba waelewe Musa alifanya nini, ilikuwa vipi, hapana. Waelewe maandiko, wazifahamu nafasi zao katika maandiko.
Si Yesu aliwatuma, so waliponya, wakarudi akasema Bwana mpaka mapepo wanatusikiliza. Sasa walipokuwa wanafanya zile kazi, fahamu zao mbona zilikuwa hazijafunguliwa, lakini walikuwa wanazifanya zile kazi wakiwa under impartation. Umeelewa? Lakini sasa Yesu akawafungua maandiko, fahamu zao waelewe maandiko ili waanze kujitambua wao ni kina nani. Watakapokuwa wanafanya kazi, they operate in the level of sonship, katika nafasi ya kiuwana ndani ya nyumba. Umeelewa mpaka hapo? Yohana alipokuwa amesema kwamba Yesu amepulizia pumzi, it reflects kwamba they were restored in the image of their mind, their faculties, their inner understanding. Zilikuwa zimefunguliwa kwenda kuyapata na kuelewa yale ambayo Mungu alikuwa ameweka kwa ajili yao na kwa ajili ya wao kujifahamu ni kina nani. Now, sisi sasa nataka kile kitendo cha pumzi nataka nikiingilie ndani kidogo nikieleweshe. Unaona? Katika kitabu cha Petro wa kwanza mlango wa kwanza mstari wa 17 Biblia inasema, and if you call on the Father who without partiality judges according to each one's work, conduct yourself through the time of your staying here on fear. So anasema kama mnamuita Baba ambaye yeye anahukumu pasipo kupendelea, basi tembeeni katika usawa hapa duniani. Naona mstari wa 19 unasema kwa sababu tumeokolewa, tumekombolewa kwa damu ya Yesu Kristo ambayo isiyokuwa na madoa, isiyokuwa imechanganywa, isiyokuwa imechanganywa. Tumeokolewa na damu ya Yesu Kristo ambayo haijachanganywa. Unaona? Sasa damu ya Yesu Kristo Yesu alipomwaga, lili tukio tumelisoma ni wakati Yesu ameshafufuka. Ni damu ambayo inatuwezesha kuturudisha katika nafasi ya kumtambua yeye nani ni Baba katika maisha yetu. Kwa yeye ni Baba ndani ya maisha yetu. Kwa hiyo damu ya Yesu Kristo ambayo damu ni uhai, na huo uhai ni tukirifasi damu, uhai wa mwanadamu uko ndani ya damu. Damu ya Kristo ni uhai. Uhai ni neno. Uhai ni nuru ya mwanadamu. Nuru ya mwanadamu ni neno. Neno ni Kristo. Kristo alikuwa kwanza mwanzo, kwa sababu hapo mwanzo kulikuwa neno na neno. Umeelewa mpaka? Kwa hiyo sasa unakuta inatuleta pale kwamba tumeokolewa na nani? Na Kristo. Na hiyo damu yake. So damu ya Yesu Kristo ni uhai katika maisha yetu na ndio tukomboa. Alafu kando na hapo anasema katika mstari wa 23, huo mlango wa kwanza mstari wa 23 anasema mmekombolewa, mmezaliwa mara ya pili. Na nini? Na neno ambalo lisiloharibika. Goshiwa. Neno ambalo halijagoshiwa, neno ambalo halijachujwa. Mmezaliwa mara ya pili. Yaani ili neno, sasa wewe umezaliwa kwa neno. Sasa kama wewe umezaliwa kwa neno, wewe ni neno. No, sasa identity yako, kitambulisho chako, wewe ni neno. Wewe sio mwili na nyama. Wewe ni neno. Narudia tena na ndalisema tena, wewe ni neno. Ndio maana Mungu kasema hivi, muumbe alizungumza neno kwanza. Na alipozungumza neno alizungumza personality atakachokiumba. Alafu akazungumza ofisi ya huyo mtu atakamuumba. Alafu akazungumza madaraka atakaompatia. Sema tumuumbe kwa mfano wetu sisi wenyewe. Akatawale dunia na vitu vyote. Akamiliki. Unaona, kwa mamlaka na nguvu.
So aliyezungumza kabla, Mungu alikuzungumza kabla hajakufanya. Naelewa, sio kama nimeongea vizuri hapo, lakini nafikiri tunaelewana, tutaenda hivyo hivyo. Mungu alikuzungumza, alikuspeak, alikutamka kabla hajakuumba. Unaona? Sasa wewe ni neno kwa sababu umezaliwa. Biblia pia hapa inasema kwamba umezaliwa kwa neno ambalo lisilogoshiwa. You have been born again. Umezaliwa kwa neno ambalo alijagoshiwa, ambalo neno ambalo linakaa milele. Sasa kama DNA yako ni neno, kama wewe umezaliwa kwa neno, hauwezi kuzaliwa kwa neno ukafanyika kitu kingine cha tofauti. Lazima utafanyika neno. Mbuzi, mbegu ya mbuzi inatoa mbuzi. Mbegu ya ng'ombe inatoa nini? Ng'ombe. Na wewe mbegu ya mwanadamu inatoa mwanadamu. Mbegu ya Mungu, neno lake linatoa neno. So hii kwenda kuongea hapa ni vitu ambavyo ninaamini kwamba shetani hapendi tuvifahamu, kwa sababu katika hivi ndivyo unaweza kutembea na nguvu na mamlaka. Nisikilize. Mamlaka yako na nguvu zako katika Kristo hazipo kwa sababu Mungu anisaidia hapa, niliongea katika neema na tuelewane vizuri. Sisemi kwamba tusiache kuomba. Maombi ni muhimu sana. Unaelewa? Soma neno la Mungu ni muhimu sana. Au mawili ni muhimu sana. Ni misingi ya Kikristo. Maombi na kusoma neno. Tumeelewana hapo? Lakini nataka uelewe kitu kimoja. Nguvu na mamlaka ya kazi ambayo Mungu amekupatia hazipatikani kwa maombi wala hazipatikani katika wingo kulisoma neno la Mungu. Nguvu na mamlaka ambayo Mungu amekupatia inapatikana kwa kujitambua wewe ni nani. Kujitambua wewe ni nani. Utakapojitambua wewe ni nani ndani ya Kristo, utakapojitambua, siku punde utajua kwamba mimi ni nani ndani ya Kristo, na nimekabidhiwa mamlaka ya jinsi gani, na nafasi yangu ni kufanya kitu gani, na ninatajikana nikamilishe vipi. Hakuna kitakachokuzuia, kwa sababu utakapojua kwamba wewe ni neno, umetoka kwa Mungu, na Mungu atume neno lake likarudi bure, bali kila neno la Mungu linakamilisha kusudi lake. Hiyo tayari inakupatia uhakika wa kujua kwamba wewe kusudi la Mungu ndani yako lazima lifanye nini? Lazima lifanye nini? Liwalo, lisiwe, kuje nini, kuje dhuruba, kuje mvua, kuje jua, kuje maji, kuje moto, lazima kusudi la Mungu ndani yako lifanye nini? Likamilike, kwa sababu wewe ni nini? Neno. Umezaliwa kutokana kwa neno. Kwa sasa kuna vitu fulani ambavyo tunapovi understand, hatuta struggle. Hatutapiga debe sana. Maombi hayakuwekwa kuomba kwa ajili ya kufukuza mapepo. Maombi hayakuwekwa kwa ajili ya kuomba ili tupate vitu. Maombi Mungu ameintroduce kwa sababu ya relationship, kuwa na uhusiano na yeye. Umeelewa? Unapokwenda kwa maombi, Mungu sio kusudi la Mungu. Narudia tena, sio kusudi la, japo imeandikwa yote pelekeni kwa Mungu kwa maombi, lakini sio kusudi la Mungu